atukuzwe. Watu wa Mungu, tuwasalimu tena katika jina la Yesu. Sema ya kwamba hii ni jioni njema ambayo Bwana ametukirimia, na tumefika mahali hapa tena ni kwa sababu ya neno lake. Ndio kila mmoja apate kusikia mauzia yake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo popote ulipo na unanisikiza, ninaomba tu kaweze kutegea neno la Bwana sikio. Kwa dakika chache ambazo utakuwa hapa, wacha ukaungamane pamoja nasi katika neno la Bwana katika jina la Yesu. Kwa maana hatuna jambo lingine ambalo limefanya tukuje hapa isipokuwa tu kuwaletea neno la Mungu na kuwafunulia mauzia yake Mwenyezi Mungu katika jina la Yesu. Kwa hivyo nawakaribisha sana katika mkutano wa Injili jioni hii, na Mungu awabariki katika jina takatifu la Yesu Kristo. Hebu na tuweze tukaombe ndio tuanze mkutano, na Mungu wetu atubariki katika jina la Yesu. Na tuombe popote ulipo. Baba wetu na Mungu wetu, tunakushukuru jioni ya leo. Asante Mungu mwema uliyejawa na rehema na neema nyingi, bazo umetubeba nazo mpaka wakati huu Jehova. Tunasema ni asante Mungu wetu, kwa maana umetuleta tena ndio weze tunena neno lako Bwana. Asante ni kwa sababu ya wote ambao wanasikiza neno lako. Mungu wangu, naomba ukaweze kunena nasi mfalme wema, katika jina takatifu la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ni asante ni kwa sababu ya wale ambao wako karibu. Asante ni kwa wale ambao wako mbali. Kila mmoja wetu naomba ukamfikie kulingana na mapenzi yako Bwana wa mabwana. Asante ni kwa sababu ya mtumishi wako paya atatuletea neno lako jioni ya leo. Pia naye tuomba muombea baraka na neema na nguvu na ujasiri wa kunena siri za mbingu katika jina takatifu la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Tubarikie jioni ya leo tunapoendelea mfalme, na ni katika jina takatifu la Yesu Kristo tuomba na kushukuru, na sote tuseme amen. Bwana wetu abariki na Bwana wetu atendee mema. Na wakaribisha mara tena mahali hapa ndio tuweze kulisikia neno lake Mwenyezi Mungu. Najua tutabarikiwa katika jina la Yesu. Hebu niseme ya kwamba jioni ya leo, kama vile tumekuwa tukikutangazia ya kwamba Mungu ako na haja na wewe, na Mungu hupendezwa wakati wanadamu wanapokubaliana na mauzia yake, ama wanakubaliana na kazi iliyotendeka msalabani. Na jioni ya leo tuna jambo lingine isipokuwa tu kuwaletea upendo wa Bwana, kwa maana tulitangulia na kuambia ya kwamba Mungu wetu anatupenda, ya kwamba Mungu wetu amejawa na upendo, ndiposa akamtoa mwana wake wa pekee ndio aje hapa ulimwenguni, ili yeyote atakayemwamini asipotee, bali awe na uzima, na uzima wa milele. Jioni ya leo hatujabadilisha ile Injili, maana Injili ni ile ile tu ya kwamba Yesu mwana wa Mungu alikufa na akazikwa, akafufuka na akatukuzwa katika mkono wa kuume wa Baba, akainuliwa sana, na alipofika mahali pale akapewa jina kuu ambalo limeshinda majina yote, ndio kila ulimi ukaweze kukiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Na jioni ya leo hiyo ndio Injili tulio nayo, ya kwamba Yesu mwana wa Mungu alitufia msalabani, ndio nasi tunapokubaliana naye tunapokea mtakaso wa dhambi kupitia njia ya imani katika jina la Yesu. Kwa hivyo jioni ya leo, neema za Bwana bado ziko bahali hapa na ziko bichi, ndiposa unapokubaliana naye unaupokea wokovu na msamaha wa dhambi kwa neema.
katika jina la Yesu mwana wa Mungu. Kwa hivyo jioni ya leo ningetaka tuwe na kipindi kizuri cha kusikia neno la Bwana. Lakini kabla sijamuita ambaye anakuja kutunenea neno la Mungu, nitamuita mzee mmoja akaweza kutusalimia katika jina takatifu la Yesu Kristo. Kwa hivyo namkaribisha mtumishi wa Mungu ambaye ni Brother Githaiga akatusalimie, ndio tuweze kuendelea na Mungu atatubariki katika jina la Yesu. Karibu mtu wa Mungu. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Majina naitwa Simon Githaiga Getai. Mmesikia mimi ni mzee, na mzee ambaye ameokoka, mzee ambaye amesamehewa dhambi na Yesu Kristo. Siku moja wakati ambapo mimi nilikuwa nimekaa, wakati ambapo sikuwa nimefikiria juu ya upendo wa Mungu, nikakutana na watu wakihubiri kama vile siku ya leo tunahubiri. Nikasikia wakisema ya kwamba ukimwamini Yesu Kristo atakuokoa, atakusamehe dhambi zako. Nami nilikuwa nikijiuliza njia ya wokovu ni gani? Lakini wakati nilipotambua ama wakati nilipokuwa nikisoma neno la Mungu, nikakuta ya kwamba katika kitabu cha Yohana 14 nikakuta ya kwamba wakati Yesu Kristo alipokuwa akiuliza wanafunzi wake, ama wakati walipokuwa wakiongea na wanafunzi wake, wakimuuliza akiwaambia kwamba mimi naenda na ile njia mimi naenda nyinyi mnayajua, na wanafunzi wake wakawa wakimwambia njia kwenda hatujui. Lakini siku ya leo labda uko mahali pale na hujajua njia ya Yesu Kristo ni gani, ama hujajua njia ya wokovu ni gani. Yesu akawaambia, mimi ndiye njia ya kweli na ya uzima, na hakuna atakayefika kwa Baba bila kupitia kwangu. Nami jioni ya leo nimekuja kuambia kwamba Yesu Kristo ndiye njia ya kweli na uzima, na hakuna njia nyingine yoyote ambayo tunaweza mfikia Mungu ila kupitia kwa Yesu Kristo. Tumukubali aingie ndani yetu, ili akiingia ndani yenu nanyi muingie ndani yake, atawaongoza na atawalinda katika kila njia. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana liinuliwe. Siku ya leo tumekuja, hatujakuja kwa ajili ya jambo lingine lolote. Hatujasimama katika hili kikao kuambia jambo lingine lolote, bali tumesimama kuambia juu ya ukuu wa neno la Mungu. Bwana asifiwe. Tumesimama mahali hapa kuwatangazia juu ya upendo wa Mungu, maana Mungu ametupenda na ndiposa ametupa nafasi hili ili tukuje tuwafahamishe, ama ili tukuje tuwaelezee njia ni Yesu Kristo aliye Mwokozi wa maisha yetu. Jioni hiyo chema niko na furaha ya Bwana, na saa hii nataka tunimrudishie Bwana John ndiposa aweze kuita mtumishi wa Mungu. Amen. Huo ni ushuhuda wa mtu wa Mungu, shuhuda wa mzee ambaye amekubaliana na kazi ya Yesu aliyoitenda msalabani. Akasema ndio kwa kazi ya msalaba, kwa njia ya imani akapata kuokolewa. Jioni ya leo bila kupoteza wakati, ningetaka tuombe ndio nimkaribishe mnenaji wa neno. Anajua Mungu atatubariki katika jina la Yesu Kristo. Ningetaka tuombe na Bwana atubariki. Jehova Mungu wetu, twasema ni asanti. Asante ni kwa sababu ya jioni ya leo. Asante kwa sababu ya neno lako. Ni asante kwa mtumishi wako ambaye umeandaa kutuletea neno lako Bwana. Tuomba Jehova kupitia Roho wako Mtakatifu kamfunulie siri za mbingu, ndio akasifunue kwetu sisi katika jina takatifu la Yesu Kristo. Neno lako linaponenwa, wacha likatende makuu katika maisha ya watu wako, katika jina takatifu la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amen. Na sote tuseme amen. Wacha tumkaribishe mtumishi wa Mungu acha tuletee neno la Bwana, na Mungu atubariki. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Bwana atukuzwe. Amen. Ninampenda sana Bwana kwa sababu ya wema na ukuu wake. Ninampenda sana Bwana kwa sababu ya utakatifu wake. Jioni ya leo niseme ya kwamba nimeokoka. Kristo ameokoa maisha yangu. Kristo amekuwa Mungu wangu. Kristo amekuwa mwongozi wa maisha yangu. Kristo amekuwa Bwana yangu. Kristo amekuwa Mungu wangu. Kristo ameniponya na ameniondoa kutoka njia zote mbaya na amenileta katika ufalme wake. Biblia inasema kwenye kitabu cha Wakolosai ya kwamba nimekombolewa kutoka kwa ufalme wa giza mpaka ufalme wa mwanawe Yesu Kristo. Ndiposa niko na sababu ya kusema ya kwamba Kristo ni mwema, na nimekuja katika mji huu ili nikuje nikutangazie ya kwamba Kristo ni Bwana, ya kwamba Kristo anakupenda, ya kwamba Kristo ni Mungu, ya kwamba Kristo ndiye njia. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana sura ni ya 14 na mstari wa 6 ya kwamba mimi ndiye njia, ya kwamba yeye ndiye njia, yeye ndiye habari ya kweli, na yeye ndiye uhai. Yeyote ambaye akona Kristo akona njia, akona habari ya kweli, na akona uhai wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu atukuzwe. Ndiposa nimekuja kukuambia ya kwamba Kristo anakupenda. Ewe mkaaji na mfanyikazi wa eneo hili, nimekuja kukutangazia ya kwamba Kristo anakupenda. Tulianzia hapa siku ya Jumatatu na sasa tuko siku ya Ijumaa, na ujumbe wetu umekuwa mmoja, ya kwamba Kristo anakupenda. Biblia inasema hivi ya kwamba alitolewa na Baba ili awe kama sacrifice, ili awe dhabihu, na yeyote ambaye atamwamini hataangamia kamwe, lakini ataishi uzima wa milele. Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Yohana 3 na mstari wa 16, jinsi hii Mungu alivyoupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee, ili yeyote ambaye atamwamini hataangamia, lakini atapata uzima wa milele. Na mimi nikasikia injili hiyo, na mimi nikamwamini, na mimi nimekuja kukutangazia hata wewe mkaaji wa eneo hili ya kwamba ukimwamini na wewe hautaangamia, lakini utapata uzima wa milele. Siku ya leo nataka ninene na wewe kwa dakika chache kuhusu neno ambalo linasema the character of God, ama mfano wa Mungu. Mungu anakaaje? Watu wengi hawajui Mungu. Watu wengi hawajui karakta ya Mungu. Wanafikiria Mungu ni muuaji, wanafikiria Mungu anatendea watu mabaya. Lakini siku ya leo nimekuja nikutangazie na tuweze kujua sisi pamoja na wewe Mungu wetu anakaa aje. Kwa nini watu hawajakubali Kristo? Ni kwa sababu ni watu wachache ambao wanajua karakta ya Mungu. Niko na watu ambao tunanena na wao na wananiambia ya kwamba Mungu ni muuaji, Mungu anaua. Maana niliposoma katika Agano la Kale, Biblia katika Agano la Kale iliniambia kuna watu walikufa maji walipokuwa wanavuka bahari la Shamu. Maana wana wa Israeli walikuwa wametoka Misri na wameachiliwa na Farao, lakini majeshi wa Farao wakawafuata mpaka mahali pale, na walipoingia kwenye bahari la Shamu, naye Musa akaambiwa na Mungu, nataka unyooshe mkono wako ili maji yaweze kurudi sawa, na watu wakaangamia ndani. Na mwingine ananiambia katika jiji la Sodomu na Gomora watu walikufa kwa ajili ya moto. Ndiposa nimekuja tuweze kujua karakta ya Mungu wetu ni gani. Kabla hata sijasoma neno, nataka nikwambie ya kwamba Mungu wetu si muuaji. Mungu wetu hawezi akaua. God does not kill. God is love and God gives life. Na kwa hivyo Mungu hawezi akaua. Nataka tusome neno la Bwana katika kitabu cha Yohana. Kitabu cha Yohana sura ni ya 10 na mstari wa 10. In the book of John
chapter number 10 and verse number 10. The Bible says, mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe na tele. Nataka nielezee kipengele cha kwanza, alafu tutasoma mahali kwingine ndio nielezee kipengele cha pili. Biblia inasema hivi: mwizi haji kwa ajili ingine, lakini anakuja ili aibe, ili aharibu, na ili aangamize ama auwe. That is the reason as to why mwizi anakuja. Anakuja akiwa na kusudi lake. Kusudi lake ni kuiba, kusudi lake ni kuharibu, na kusudi lake ni kuangamiza, na kusudi lake ni kuua. Lakini Biblia imesema Yesu alikuja ili uwe na uhai, uwe na uzima, na uwe na uzima wa milele. Yani Biblia imeelezea wazi. Kuna watu wawili hapa. Kuna mmoja ambaye ni mwizi na kazi yake ni kuiba, kazi yake ni kuangamiza, kazi yake ni kuharibu, kazi yake ni kuua. Lakini kuna ingine ambayo ni ya Yesu Kristo, na kazi ya Yesu Kristo nilikuja ili uwe na uzima, na uwe na uzima milele, uwe na uzima tele. Kwa hivyo inaonyesha Kristo na mwizi ni watu wawili tofauti. Ile kazi mwizi amefanya, Kristo amekuja kuitengeneza. Mwizi alitangulia na kazi yake ni kuiba, kazi yake ni kuharibu, kazi yake ni kuua. Lakini atukuzwe Bwana, maana Kristo amekuja ili uweze kupata na uzima wa milele. Nataka nikuelezea hivi: mahali kokote Kristo ameingia, kinachopatikana ni uhai. Mahali kokote Kristo ameingia, uhai unapatikana. Hakuna kifo katika Kristo, hakuna kuangamia katika Kristo, hakuna kuudhika katika Kristo. Yesu akiingia mahali, kinachopatikana ni uhai, ni uhai wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu atukuzwe. Mwizi haji kwa ajili ingine. Kuna kazi ya mwizi na kuna kazi ya Kristo. Wengine wetu tunakosa kuelewa ni kazi gani Kristo anafanya, na wakati mwingine tunaona kama anafanya kazi ya mwizi. Lakini nataka uelewe, mwizi anakuja kuiba, anakuja kuharibu, anakuja kuua. Lakini Yesu amekuja ili uweze kupata uzima, na upate uzima wa milele. Nataka nikuelezee, na ninataka tusome Biblia katika kitabu cha Yoshua 20 ndio tuweze kuelewa zaidi vile ninasema. Yoshua 20 mstari wa kuanzia mstari wa kwanza kuendelea mpaka wa 5. Maandiko yasema hivi kwa lugha ya Kiswahili: kisha Bwana akanena na Yoshua na kumwambia, nena wewe na wana wa Israeli uwaambie, haya, toeni hiyo miji ya makimbilio ambayo niliwaambia habari zake kwa mkono wa Musa, ili kwamba mwenye kuua mtu aliyemuua mtu awaye yoyote pasipo kukusudia na pasipo kujua apate kukimbilia kuko, nayo itakuwa ni mahali pa kukimbilia kwenu, kumkimbilia huyo ajilipizae kisasi cha damu. Naye ataikimbilia miji hiyo mmojawapo, naye atasimama hapo penye maingilio ya lango la huo mji. Kisha atanena neno lake masikioni mwa wazee wa mji, nao watamtia kwao ndani ya mji na kumpa mahali ili apate kukaa katika yao. Amen. Mstari wa 5. Na kama huyo mwenye kujilipizia kisasi cha damu akimwadamia, ndipo hawatamtoa huyo muuaji kumtia mikononi mwake huyo, kwa sababu alimpiga
mwenziwe, naye hakujua wala hakumchukia tangu hapo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikupatie kastori na ninataka unielewe vizuri, maana kuna kastori nataka nikuelezee. Story. Unasema story Joe, maana kuna kastori nataka nikupatie. Siku moja wana wa Israeli wakaenda Misri, na wakiwa nchi ya Misri walikuwa wanateswa, walikuwa wanateseka, walikuwa wanafanyishwa kazi nyingi, walikuwa wanafanyishwa kazi ngumu, lakini wakamulilia Mungu, wakamulilia Bwana, na Bwana akasikia kilio chao. Bwana akamtuma Musa, akamuita Musa, akamwambia Musa, nimesikia kilio cha watu wangu wakiwa kule nchi ya Misri, na mimi nataka nikutume, na mimi nataka nikuite, nikutume mji ule ili ukomboe watu wangu. Na Biblia inasema Musa akashuka, akakwenda nchi ya Misri, akapata watu wa Mungu waliokuwa wamefinyiliwa, waliokuwa wanateseka, waliokuwa wanafanya kazi ngumu, waliokuwa wanafanyizwa kazi nyingi. Na Biblia inasema ya kwamba kwa mapigo 10 Musa akatoa wana wa Israeli kutoka nchi ya Misri, akiwaelekeza nchi ya ahadi ambayo ndiyo ya Kanani. Na Biblia inasema wakiwa njiani wanaenda, Bwana akamwambia, mtakapofika kule kuna kitu nataka mfanye. Kutakuwa na miji ambayo itakuwa ya watu ambao wanakimbia, watu ambao wamefanya dhambi, watu ambao wamefanya makosa na wanaandamwa ili waadhibiwe. Nataka ujenge mahali ambapo watu hawa watakimbilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu ya upendo wa Bwana akasema ya kwamba nataka uwajenge mahali kakiwa kama mji fulani, na ikuwe miji 6. Kila mtu akifanya dhambi, kila mtu akifanya makosa, kila mtu akiua mwenzake, akimbilie mahali pale, hata uawa, hata ulizwa. Kama atakimbia atahesabiwa ako ndani, kama hatakimbia basi ataadhibiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu atukuzwe. Na walipofika nchi ya Kana, sasa Yoshua mahali tumesoma ndipo anafanya hivi, akaambiwa, kumbuka vile niliambia Musa mlipokuwa nyikani mkija, nikamwambia ya kwamba mkifika mahali hapa nataka uandae miji 6, na katika miji hii 6 nataka kuwe na wazee ambao watakuwa pale mlangoni. Yani itakuwa kama kanso, itakuwa kama kaso wakati mtu atakimbizwa maana ameua mwenzake, wakati mtu atakimbizwa maana amefanya dhambi, akimbilia mji huu. Akifika pale mlangoni atapata wazee, naye atawaambia, wazee niruhusu niingie, na wao watamruhusu aingie. Naye anayemkimbiza atasimamishwa hapo, ataambiwa ako ndani. Kama kuna jambo ambalo lilikuwa unamuuliza, sasa nataka umtegee nje mpaka kuhani mkuu ambaye anatawala hapa. Ile siku ataagamia, huyu mtu atatoka, akija kwako unaweza muadhibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu atukuzwe. Nataka uelewe story yangu. Huyu ni mtu ambaye ameua mtu, labda hakuwa anataka, lakini amekimbizwa na mwenye kulipiza kizazi, anataka naye amwangamize, lakini kuna mahali amekimbilia katika mji unaitwa mji wa makimbilio. Na Biblia imetuambia akishafika hapa anaokolewa, bora ako ndani, hawezi akaguzwa. Lakini Biblia inasema ya kwamba ile siku huyu mtu atajitoa kutoka mahali hapa ndani, kutoka mji wa makimbilio, atoke nje, akutane na mwenye kumkimbiza. Akiuawa huko nje itakuwa juu yake, lakini kama ako ndani hawezi akaulizwa na mtu. Ako ndani hawezi akauawa, hata kama alifanya dhambi ya aina gani, haijalishi alikuwa ametenda gani, bora alikimbia na miguu yake. Na
kabla hajagamizwa akakibiria mahali hapa, akapatana na wazee. Wazee wakamwambia ingia ndani, na sisi ndio hao wazee ambao tumekuletea injili, na huo mji ni Yesu Kristo. Biblia inasema ya kwamba yeye ndiye njia, yeye ndiye habari ya kweli, yeye ndiye nuru, yeye ndiye njia. Yeyote ambaye atafika kwa Baba yetu lazima afike kupitia yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi ndio wale wazee ambao wanakaa kwenye mlango wakikotea mtu anakimbia, wanaitana wakiwa ndani. Wanasema ya kwamba ikawaje umekibizwa hapa, mlango ni wazi, mlango wa ile kanzo ama ule mji wa makimbilio unaishi kama umefunguliwa. Lakini kuna wazee ambao wamesimama pale wakiangalia ni nani anakuja kwa njia gani, anakimbilia nini. Lakini haijalishi mahali atakapoingia, hata adhibiwa. Akishaingia ndani, ameingia ndani. Wazee wanafunga mlango na wanasema ya kwamba kama ako ndani huyo ako sawa, kama ako ndani huyo ako sawa. Wale wazee ni sisi ambao tumetumwa tulete injili njema kwa wewe mkaaji wa eneo hili. Tukwambie ya kwamba Kristo ndiye njia, Kristo ndiye nuru, Kristo ndiye uhai, Kristo ndiye nuru, Kristo ndiye uhai. Tulisoma tukaona ya kwamba mwizi alikuja akiwa wa kwanza ili aibe, ili aharibu, ili agamize na ili auwe. Yule ndiye mwizi ambaye anakukibiza, lakini ninakwambia mahali unaweza kibilia. Ukishaingia ndani, umeingia ndani, hakuna kufuatwa tena. Ukishaingia ndani ya Yesu Kristo, anakukumbatia, anasema mwanangu, ulikuwa umepotea lakini sasa umerudi. Anasema sasa mimi ndiye nakulinda, mimi ndiye nakuhifadhi, mimi ndiye ninahifadhi uhai wako. Hauwezi ukapatikana tena ukiwa ndani yangu, maana mimi nilikuja ili upate uzima na upate uzima wa milele. Sikukuja ili uangamie. Yesu hakukuja ili alete kifo, lakini alikuja ili watu wapate uzima, ili watu wapate uhai. Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Yohana sura ni ya 5 na mstari wa 19 na mstari wa 20. Biblia inasema ya kwamba Mungu Yesu hafanyi chochote kama hajaona Baba akifanya. Chochote ambacho mwana anaona Baba akifanya, hicho ndicho anatenda. Akiona akibariki, naye anabariki, maana Yesu Kristo yeye ndiye ufunuo, yeye ndiye ufunuo wa Baba. Hakuna atakayefika kwa Baba pasipokuwa kwa Yesu Kristo, maana yeye ndiye ufunuo, yeye ndiye ufunuo wa Baba. Jesus is the revelation of God. Jesus is the revelation of the Father. No one knows the Father except in Christ. No one knows the Father except in Christ. Hakuna ajuaye Baba isipokuwa ndani ya Kristo. Kristo ndiye miji ya makimbilio. Unapoingia ndani unapata haki, unapata uzima, unapata furaha, unapata kuendelea, unapata mwelekeo. Ukiwa kule nje hakuna uzima, ila Yesu alikuja ili na wewe uingie, na wewe upate uzima wa milele. Yesu ndiye njia. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Biblia inasema ya kwamba na nachokiona Baba akifanya na mimi ninakifanya. Yesu anafanya vile anaona Mungu anafanya. Kwa hivyo ukitaka kuona Mungu unaona Yesu Kristo. Ukisoma Biblia, wacha nikuelezee, nenda kasome Biblia kuanzia kitabu cha Mathayo, enda kitabu cha Marko, enda kitabu cha Luka, enda kitabu cha Yohana. Utaona ya kwamba
kwamba hakuna mahali hata moja Yesu aliua mtu, lakini kuna kitu alifanya. Alifufua watu waliokuwa wamekufa. Akapatana na jamaa mmoja anaitwa Lazaro. Alikuwa amekufa kwa siku 3, alikuwa kaburini, alikuwa amekufa. Hata Biblia yaonyesha alikuwa ananuka, alikuwa ashakufa, walikuwa hata wamemzika. Lakini Biblia inaonyesha wakati Yesu aliingia katika mji wa Bethany, akampata Lazaro ambaye amekufa. Akasema, wacha nionyeshwe mahali ako, maana mimi ndiye ufufuo, mimi ndiye uhai, mimi ndiye uzima wa milele. Alipoonyeshwa mahali yako, Biblia inasema akamuita Lazaro, Lazaro, Lazaro amuka. Lazaro akaamuka. Biblia inasema akarudiwa na uhai wake, maana alikuja ili yeyote ambaye hana uhai apate uhai wa milele. Yeye sio kama wale waliotangulia. Waliotangulia walikuwa wezi, waliotangulia walikuwa wanyang'anyi, waliotanguliwa walikuwa wauaji, lakini yeye akaja ili mtu aweze kupata uzima na uzima wa milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anaitwa Yesu Kristo. Anaitwa Yesu Kristo, mji wa makimbilio. Anaitwa Yesu Kristo, mji wa makimbilio. Biblia inasema kwenye kitabu cha Isaya 53 mstari wa 5 ya kwamba yeye alipigwa, yeye alichipuliwa kwa ajili yetu. Hakuna dhambi alikuwa ameitenda. Dhambi zilikuwa juu yetu. Ilikuwa sisi tumetenda dhambi, tulikuwa tuangamie, tulikuwa tuishie, tulikuwa tuuawe, tulikuwa tuangamie. Lakini Biblia yaonyesha ya kwamba yeye akachipuliwa, yeye akaangamizwa, yeye akauawa, yeye akapigwa, yeye akateseka pale msalabani. Akateseka ili mimi na wewe tusije tukaangamia, ili mimi na wewe turejeshwe katika Mungu. Tulikuwa tuko mbali. Tuliona siku ya Tuesday ya kwamba tulikuwa mbali, maana katika Mwanzo Biblia inasema wacha tuupe mwanadamu aliye na sura na mfano kama wetu, wacha awe na utawala, wacha atawale ndege wa angani, wacha atawale samaki wa majini, wacha atawale wanyama wanaotambaa. Lakini mwanadamu akapewa masharti moja, akapewa maagizo, akaambiwa katika miti yote iliyo kwenye bustani hii unaweza ikula matunda yake, lakini usikula matunda ya mti wa katikati. Biblia inaonyesha ya kwamba Ibilisi akamwandama mwanadamu, na mwanadamu akafanya dhambi, akaasi Mungu, naye Mungu akakasirika, mwanadamu akawa mbali naye. Lakini bado hata kama mwanadamu alikuwa mbali na Bwana, Mungu alikuwa bado anampenda, alikuwa bado anamfikiria, alikuwa bado na mazuri juu yake. Biblia inaonyesha akaanza kupanga mpango vile mwanadamu ataokolewa. Isaya akatabiri akasema ya kwamba na kwenu nyinyi mtoto amezaliwa na mwana amepeanwa. Isaya 9 mstari wa 6 ya kwamba kwenu nini mtoto amezaliwa na mwana amepeanwa. Na wakati ulipowadia Yesu Kristo akazaliwa akiwa na mfano na sura ya mwanadamu ili aweze kushinda yale Adamu alishindwa kushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipokuikisha umri wake akakwenda msalabani na wanadamu wakamuua. Siku ya 3 akafufuka akiwa na nguvu. Siku ya 3 akafufuka akiwa na uwezo. Siku ya 3 akafufuka akasema ya kwamba dhambi nimeziangamiza na nimekupatia uzima, nimekupatia uhai. Kutoka siku ya leo utaishi uhai na hautawahi kufa milele, maana nimeshinda kifo. Kama kifo hakikuniweka katika kaburi, na wewe kifo hakitakuweka kwenye kaburi ukikubali Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tulikuwa mbali na Mungu wetu, tulikuwa tumetekana na yeye,
lakini Yesu akaja, akafa msalabani, akatukusanyisha, akaturejesha, tukapata rejesho katika Mungu wetu, katika Kristo. Sasa Biblia inasema, kwa maana nimekuja, kwa maana Kristo amekuja, yeyote ambaye atamwamini hataangamia kamwe. Kuna kuangamia ukiwa nje ya Kristo. When there is no Christ, there is destruction. Wakati Kristo hayu, ndio watu wanashindwa kuelewa Mungu anauaje. Sio Mungu anaua, Mungu hawezi akaua. Lakini nje ya Mungu kuna kuharibiwa, nje ya Mungu kuna uharibifu. Siku ya leo ukitoka kwenye uhai huu ukiwa nje ya Mungu, kama haujajuana na Kristo, utaangamia milele na milele. Lakini ukikubali Kristo, naye atakupatia uhai, atakupatia uzima wa milele. Na utakapopata uzima huu, hautaangamia milele na milele. Umebarikiwa, umeokolewa. Mambo haya yote yakawekwa kwenye ujumbe, na ujumbe huo ndio ninakuhubiria siku ya leo, kukuambia ya kwamba ukikubali habari ya Kristo, nayo iko na nguvu za kukuokoa. Na wewe utakuwa umekimbia kwenye mji wa makimbilio, mahali hauwezi ukaangamizwa. Haijalishi dhambi ambazo umezitenda. Walipokuwa wanakimbilia mji ule, haikujalisha mtu amefanya nini, haikujalisha mtu ameua nani, lakini bora ameingia, alikuwa anahesabiwa, hawezi akaulizwa na mtu. Kristo ndiye njia, Kristo ndiye habari ya kweli, Kristo ndiye nuru katika maisha. Hakuna ajaye kwa Baba pasipo kupitia Kristo. Historia inaonyesha ya kwamba ni Kristo pekee ambaye alikufa, baada ya siku 3 akafufuka. Wacha hata Biblia, hata historia inaonyesha. Ukisoma vitabu vya historia, vitakuonyesha ya kwamba Kristo alikufa. Imenakiliwa katika historia ya kwamba alikufa, na imenakiliwa katika historia ya kwamba baada ya siku 3 alifufuka, na sasa amekaa kwenye mkono wa kuume wa Mungu. Leo hii amenipa nguvu na uwezo wa kuja kuletea wewe injili hii ya kwamba ni Kristo peke yake ambaye anaweza kukusaidia, ambaye anaweza kukuokoa. Jambo ambalo unahitaji kufanya ni rahisi sana. Sio mambo mengi, ni kitu rahisi. Ni kusema ya kwamba nimekubali ya kwamba Kristo alikufa kwa ajili yangu, akazikwa na akafufuka, na nimeokoka, na utakuwa umeokoka. Kukubali tu ya kwamba alikufa kwa ajili yako. Hakuna kitu ambacho unafaa kutoa ndio uweze kuokolewa. You should give nothing, because you already have nothing that can save you. There is only one precious blood, the blood of Jesus, that can save life. Pesa wakati mwingine zinajaribu, maana unagojeka, unakwenda hospitali ambayo ni ya bei kali, na madaktari kwa sababu ya teknolojia wanaweza kukutibu na hautaaga dunia. Lakini haimaanishi hautawaiaga dunia. Muda mwingine utafika na utaiaga dunia, maana pesa haiwezi kukuokoa. Ambaye anaweza kukuokoa anaitwa Kristo, mwana wa Mungu. Yeye ndiye tunayehubiri mahali hapa, yeye ndiye tunayetangaza kwako, yeye ndiye tunayesema ya kwamba akija anakupatia uzima, anakupatia uhai, na wewe unaishi milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mimi nataka nikupatie nafasi ili uje ukubali Yesu Kristo, naye atabadilisha maisha yako. Ninapomwalika mtu wa Bwana aje tuimbe pambio moja, halafu tutaomba na Bwana atatubariki sana. Amen. Amen.
Hallelujah. Amen. Tuinue mikono yetu tulipo karibu na walio mbali, tukaweza kuinua Bwana tukisema hakuna Mungu kama yeye. Katika jina takatifu la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Kwa wokovu wako tunajua ya kwamba hakuna kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Kwa ishara zako tunajua ya kwamba hakuna kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Waitwa Bwana wa mabwana. Waitwa Bwana wa mabwana. Waitwa Bwana wa mabwana. Waitwa Bwana wa mabwana. Pokea sifa zetu Bwana. Pokea sifa zetu. Pokea sifa zetu Bwana. Pokea sifa zetu Bwana. Ajabu wewe wajabu. Wajabu wewe wajabu. Upande wa wafalme mwenye enzi tunakuabudu. Wa uzima wewe wa uzima Mungu wetu. Wa uzima wewe wa uzima. Ufalme wa wafalme mwenye enzi tunakuabudu. Wewe wa wokovu. Wa wokovu. Wewe wa wokovu. Ufalme wa wafalme mwenye enzi tunakuabudu. Mungu wa wokovu tunakuabudu jioni ya leo. Mungu mwenye enzi tunakuenzi jioni ya leo. Tukuzwe na uhimidiwe milele na milele Bwana. Asante Jehova ni kwa sababu ya neno lako. Pale umenena nasi jioni njema ya kwamba wewe ni Mungu ambaye watuwazia mema, na ndani yako hakuna kifo, bali wewe ni uzima na uzima tele. Utukuzwe na uhimidiwe milele na milele Baba yetu, katika jina takatifu la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Tunakushukuruni kwa sababu ya wote ambao wamelisikia neno lako jioni ya leo. Bwana wa mabwana, tuwabarikisha mikononi mwako. Asanteni kwa sababu ya hawa ambao wamekubaliana na neno lako na kusema ndio kwa neno lako Bwana. Bwana, tuwaombea uzima ukawafikie katika jina takatifu la Yesu mwana wa Mungu. Asanteni kwa sababu ya hawa wameamini jioni ya leo ya kwamba Yesu ulikufa ni kwa sababu ya dhambi zao. Bwana, ni asante Bwana, umewaokoa katika jina takatifu la Yesu Kristo mwana wa Mungu.
Tunapotamatisha Bwana, inaomba Bwana ukabariki maeneo haya. Bariki wakaaji wa maeneo haya Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Bariki boma zao, bariki nyumba zao, katika jina la Yesu mwana wa Mungu. Asante kwa wanabiashara ambao ni wa maeneo haya Bwana, hata hawa tunaombea baraka na kibali chako katika kazi zao, katika jina la Yesu mwana wa Mungu. Tumekushukuru Jehova Mfalme, tunapoomba amani katika maeneo haya, katika jina takatifu la Yesu mwana wa Mungu. Winuliwe na himidiwe Jehova Mungu wetu, kwa sababu uko pamoja nasi. Neema yako izidi na kuwa nyingi juu yetu, katika jina takatifu la Yesu Kristo toba na kuamini. Na zote tuseme amen. Zote tuseme amen. Waliobali wakaseme amen. Mungu wetu wabariki, awatende mambo mema. Neema yake iwe juu yenu, na uwepo wake uwe pamoja nanyi. Muzidi kumtumainia, na muzidi kumpenda Bwana, katika jina la Yesu. Na mkono wake wa ulinzi ukaweze kuwa juu yenu. Ubarikiwe sana, ubarikiwe sana. Tuseme hata siku ya kesho tuko mahali hapa, hata siku ya Sunday bado tunaendelea, kwa maana injili bado inaendelea. Sisi tuliokuwa hapa tunaitwa Revelation Generation. Kanisa yetu iko hapa na tunawakaribisha katika jina la Yesu. The Revelation Generation. May God bless you so much. Amen. Amen.